Wakati mmoja kulikuwa na beava kubwa. Nani angeweza kuunda kitu kizuri zaidi? Tapestries. Tapestries zake zilikuwa nzuri sana, kwamba watu walisema wako hai. Maua yalichanua. Ndege waliimba. Mito inapita. Yote ndani ya nguo. Naam. Na mwanafunzi mchanga akamwendea na kusema, "Mwalimu, jinsi gani unaunda maisha kama haya?" Mfunzi alitabasamu na kumpa uzi mmoja. Kwanza kuelewa thread hii. Yeye alisema kila kitu ndani. Maua, ndege, mto, mlima. Inafanywa na tishio kama hilo. Tishio ni moja lakini inakuwa nyingi. Kiambatisho kilitazama tishio hilo. Lakini thread moja inakuwaje nyingi? Mambo. Mfumaji alichukua uzi na kuanza kusuka. Tazama kwa makini, alisema. Uzi unapita juu na chini. Inabadilisha mwelekeo. Inafanya vitanzi. Inakaza. Inalegeza. Thread sawa inakuwa anga, dunia, maji, moto kwa sababu ya mifumo, miundo, weaving. Thread ni moja. Haiachi kuwa thread. Haikupunguzwa nguvu. Inapokuwa ua haipungui. Inapokuwa ndege, uzi unabaki uzi kamili. Katika kila sehemu ya tapestry. Lakini uzi unakuwa aina nyingi. Maua, ndege, milima, mito. Vipi? Kwa kusoma muundo. Miundo, mpangilio. Hii ni hasa. Jinsi gani? Fahamu. Varanasi inakuwa ulimwengu. Varana. Maana yake sauti safi. Ni thread mbichi. Ufahamu safi. Mantra ni muundo wa kusuka, muundo unaotoa umbo. Baba ni maana ya muundo, kile ambacho umbo huwakilisha.